Habari yako mtazamaji wa Rajai TV. Leo tupo katika hospitali ya Taima na hapa tumekutana na daktari, na lengo kubwa la kukutana na daktari huyu ni kuhojiana naye kuhusiana na swala zima la afya ya uzazi kwa mwanamke na kwa mwanaume. Tuko naye hapa na sasa hivi tutaonana naye ili tuanze mahojiano naye kuhusiana na afya ya uzazi. Atuambie yeye afya ya uzazi anaizungumziaje na nini hasa kinasababisha afya ya uzazi kudhoofika. Vile vile ugumba unasababishwa na nini hasa mpaka inafikia hatua wazazi katika ndoa wanakuwa hawajapata mtoto. Habari yako mtazamaji wa Rajai TV, kama nilivyokuambia hapo awali, nipo katika hospitali ya Taima na lengo kubwa la kuja hapa ni kuhusiana na swala zima la afya ya uzazi kwa mwanamke na mwanaume. Habari yako? Salama, za kwako? Salama. Watu wangependa kukufahamu wewe ni nani katika hospitali hii ya Taima? Mimi kwa jina naitwa Neti Napshani Chande, ni muuguzi mkunga ambaye yupo hapa kwenye hospitali ya Taima Hospital kitengo cha RCH. Naam, tunataka kufahamu sasa hivi tumeona kuna wimbi kubwa la kina mama wanachelewa sana kujifungua. Mtu unakuta na miaka kuanzia 50 kwenda hadi 60. Juzi kati tu imetokea kuna mtu amejifungua akiwa na miaka 68. Je, hili lipo sawa katika afya ya uzazi? Kuchelewa kujifungua au kuchelewa kubeba mimba inategemea, kwa sababu kuna wengine wanakuwa wanachelewa masomo. Naona mwingine anasoma primary, secondary, degree, PhD, masters, nampelekea anaenda kushika mimba na umri mkubwa. Kwa kitaalamu, ukianza kushika mimba na zaidi ya umri wa miaka 35 unakuwa ni kidokezo cha hatari. Kuna hatari ambayo inaweza ikatokea mara nyingi kwa sababu viungo pia vimeshakomaa vya kutosha. Kingine kinachosababisha ni watu, mke na mwenza, kutofanya check up ya afya zao mara kwa mara. Inawezekana wakawa na matatizo ya hormonal imbalance au magonjwa ambayo yanapelekea wao wasiweze kushika mimba mapema. Hii nayo ni mojawapo. Hivyo na wasi waweze kuwahi kufanya check up na kuweza kufanya check up ili waweze kuonana na wataalamu zaidi waliobebea kwenye magonjwa ya wanawake na magonjwa ya uzazi ili waweze kupata matibabu mwafaka. Na tunataka kujua ni dalili zipi mtu anaweza kujua kama yeye ni miongoni mwa watu wanaokumbana na changamoto ya afya ya uzazi? Kuna dalili unakuta kwamba mtu inawezekana ile inatokea kwamba inawezekana yuko kwenye ndoa, amekaa muda mrefu na yuko na mwenza wake muda wote, lakini habebi mimba. Na mwingine inawezekana ndio hivyo, ana hormonal imbalance, hazijui. Kama nilivyosema awali, ana magonjwa. Sasa yeye akiona ashiki mimba ndo anaanza kutafuta huduma. Kabla ya kuendelea, unaweza kutuchambulia kidogo hormonal imbalance ni nini hasa? Ni vichocheo ambavyo viko kwenye miili ya binadamu ambavyo vinawezekana vinatakiwa kukua kwenye level sahihi. Sasa vikiwa vingine vimezidi au vimepungua sana, vinaweza vikapelekea pengine mayai yasipevuke, labda ya mwanaume ni zile shahawa zisikomae na mambo mengine kadhaa yakapelekea hivyo, kwamba haziuani, zinasababisha mtafaruku katika kuweza kufanya yule mtu kuweza kufanya abebe mimba. Kwa hiyo kuna mambo mengi zaidi ambayo ndo tunaona ni vema wale maspecialisti wa magonjwa ya wanawake ya uzazi waweze kuyafanyia kazi.
Sawa, kuna wengine labda wanahisi msongo wa mawazo, matumizi ya sigara na vileo vinaweza vikasababisha afya ya uzazi kuwa dhoofu. Hivi ni kweli? Ni kweli vinaweza kudhoofisha, kwa sababu kwanza sigara zina madhara hata kama sio kwa mjamzito. Sasa kwa mjamzito ndo zaidi. Pia vilevi vyovyote vile vinaweza vikasababisha madhara, kama sio mimba kuharibika. Unaweza ukakuta mimba zinaharibika, unaweza ukakuta anazaa mtoto labda mdogo kuliko umri, na wengine wanaweza kazaa watoto ambao ni abnormal, na wengine wanaweza watoto wakawa wanafia tumboni. Na pia inaweza ikapelekea mwili wako usiwe kwenye afya nzuri ya kubeba ujauzito. Mtu, yani tuseme mtu vijana anapopevuka, anatakiwa kama ni kuolewa kuanzia umri wa miaka 20 na sio chini ya hapo. Miaka 20 akiwa amemaliza shule, anataka kwenda kuolewa, anatakiwa afanye kwanza check up afya yake. Na wengine wanafanya hata kabla. Sio lazima usubiri kuolewa ndio fanye check up. Yaani iwe ni routine, sisi tuwe tunafanya check up ya afya zetu. Tusisubiri mpaka umeolewa au nini. Kwa hiyo tuwe na tabia ya kufanya check up. Na hasa wengine sasa hapa ndio maana wanafanya, akiolewa ndo anakuja kufanya hizo check up. Saa nyingine tunakuwa tumechelewa. Naam, kwa kumalizia kiufupi tu, unamshauri nini kijana ambaye anatamani kupata mtoto lakini mpaka sasa hajacheki afya yake ya uzazi? Kwa kweli ninawakaribisha vijana wote wafike kituo cha Timer Hospital. Tuna wajuzi, wataalamu waliobobea katika uzazi wa afya. Kwa hiyo karibuni, matatizo yenu yote yatatatuliwa hapa na sisi tupo kuwahudumia. Shukrani sana. Asante sana. Naam, mtazamaji wa Rajai TV, na hapa tumefikia tamati wa kipindi hiki cha Afya Kwanza. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Shamila Shaabani mwanzo mpaka mwisho. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuatia hapa Rajai TV.